Nini asili ya neno Pasaka? Nini maana ya Pasaka? Nini kusudi na lengo la Pasaka? Na Pasaka ilianzia wapi? Karibu sana mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, leo tuweze kufahamu nini maana ya neno Pasaka. Pasaka ilianzia wakati wa tukio kubwa la ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Mungu alimtumia Musa kuwaongoza watu wake. Kabla ya kutoka, Mungu alileta mapigo 10 juu ya nchi ya Misri. Pigo la mwisho lilikuwa kifo cha wazaliwa wa kwanza wote katika mji ama nchi ya Misri. Kwa nini inaitwa Pasaka? Mungu aliwaagiza Waisraeli wachinje mwana-kondoo, wachukue damu yake wapake kwenye miimo ya milango yao. Usiku ule malaika wa mauti alipita Misri yote, lakini alipoziona zile damu katika nyumba zile za wana wa Israeli, alizipita pasipo kuangamiza wazaliwa wa kwanza. Hapa ndipo linapozaliwa lile neno Passover, ambalo ndilo maana yake na maanisha alizipita, alipita. Maana yake ndiyo hilo linakuja kuzaa neno ambalo linaitwa Pasaka. Sasa hii ina nini katika maisha yetu ya kiroho? Pasaka ilikuwa ishara ya ukombozi, wokovu, ulinzi wa Mungu kwa wana wa Israeli, ambayo kwa sasa kupitia katika Agano Jipya kuna nini maana yake? Maana yake ni hii: Yesu Kristo alichukuliwa kama mwana-kondoo wa Pasaka kwa sababu alitoa maisha yake ili kuwaokoa wanadamu kutoka dhambini. Hii ndiyo ufanano uliopo kati ya mwana-kondoo ambao ni Yesu Kristo na yule mwana-kondoo aliyechinjwa katika kila nyumba ya wana wa Israeli na damu yao kuwekwa katika miimo. Kwa hiyo kupitia damu ile iliyopachikwa katika miimo ya milango yao, malaika aliweza kupita pasipo kuangamiza, akawaokoa wale. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaokolewa, wazaliwa wa kwanza katika Misri yote walikuwa wanaangamia. Hivi ndivyo ufanano uliopo kati ya Kristo ambaye ni mwana-kondoo wa pekee achukuaye dhambi ya ulimwengu. Ndipo ambapo Mungu huwaokoa kupitia damu ya Yesu Kristo. Na Yesu alipokufa akatoa damu yake, ile ilikuwa ni kwa ajili ya sisi kukombolewa kutoka katika dhambi na hukumu ya dhambi, kwa kila aiaminie damu ya mwana-kondoo ambaye ni Yesu Kristo.